Inarusha matangazo moja kwa moja kutoka Baseville, Maryland. Hii ni Kwanza Radio. Karibu katika dondoo na reggae. Mubashara toka Maryland, Marekani. Hii ni Kwanza Radio. Another revolution happened. Another revolution happened. You're listening to Kwanza Radio. Hello, this is Anna Mwalago right here live in living color. You're listening to Reggae Time. Keep it live. Tossing and turning, got worries in your mind. Something dreadful is coming. Alright, Desiree anasisitiza kuwa mapinduzi ya kweli yanaanzia ndani ya mtu, yaani kubadilika kwa fikra, dhamira na roho kabla ya kubadilisha dunia, na hii ni sawa na msanii anayechora kutoka moyoni na si kuchora kwa macho tu. When words fails, art speaks. Yes, and when art dances with reggae, truth finds a voice. Kutoka Kwanza Global Media, Baseville, Maryland, nchini Marekani. Karibu katika Dondoo na Reggae, kipindi ambacho kinakutanisha nini? Kinakutanisha fikra, sanaa na muziki wa ukombozi, na hii ndio maana ya kukuhabarisha, kukuelimisha, kukuburudisha, lakini kubwa zaidi tunazungumzia kuhusu kukushirikisha. Karibu sana. Yes, na wakati tunaelekea kwanza, basi usisahau wewe kutufollow katika Instagram, Facebook na X ama Twitter. Napatikana kama Mutwiba, lakini pia kama Kwanza Production, Kwanza Online Radio, lakini pia katika LinkedIn unanipata kama Mubelo Bandio. Shiriki nasi kwa kutoa maoni na uwe sehemu ya mjadala wa sanaa na reggae. Tunazungumzia sanaa na reggae. Leo basi tuna plot tatu kama ilivyo desturi yetu, na tunakwenda katika plot yetu ya kwanza. Tunakwenda katika theme ambayo inazungumzia kwanza msanii ni nani kabla ya kuwa msanii. Every artist is first a witness before becoming a creator. Ndivyo ambavyo tunasema hivyo. Leo sipo peke yangu na nipo na msanii wa sanaa ya uchoraji, na yeye ndiye amebeba theme ya kipindi na kila plot katika kipindi chetu cha siku ya leo. Karibu sana brother Sadiki kwenye Dondoo na Reggae. Karibu. Asante sana. Wazima uko? Wazima kabisa. Dar es Salaam wako poa? Dar es Salaam tuko vyema kabisa. Okay. Ndio. Karibu kwenye Dondoo na Reggae, na niseme tu kwamba kwa wale ambao wanakutana, wapo wanakusikia kwa mara ya kwanza, wapo ambao hii ni mara ya kwanza wanakutana na Said, na tunakwenda kuangalia wewe kabla ya kuwa msanii, kwa sababu tumezungumzia kwamba unakuwa mtu alafu baadaye unaweka fikra. Tuanzie na swala zima la wewe kama Sadiki. Sadiki ni nani kwa mtu anataka kumfahamu hivi sasa? Sadiki. Okay, Saidi kwa majina kabisa anaitwa Said Sadiki. Nafikiri mimi maisha yangu yote nimekuwa katika sanaa. Yani nafikiri ndicho kitu ambacho kimekaa first in my life, cause baada ya masomo nimeanza kufanya sanaa. Tangu nasoma nafanya sanaa, tangu mtoto nafanya sanaa. Kwa maisha yangu yote ni sanaa ya uchoraji. Kwa unapomzungumzia Saidi ni moja kwa moja unazungumzia visual artist. Ndio, unaposema visual artist kwa mtu anayefikiria sasa hivi, tafsiri halisi ya visual artist ni ipi? Okay, msanii wa sanaa za uoni. Okay. Ambazo nimejikita katika uchoraji wa picha za acrylic kwenye canvas, ambapo mara nyingi napenda kuportray stories za Kitanzania na za Kiafrika. Nachora stories za Kitanzania na za Kiafrika katika canvas. Okay, na mtu anapozungumzia stories za Kitanzania na Kiafrika unazikusanya vipi? Unazikusanya wapi? Ziko vipi? Okay, sawa. Stories zangu mara nyingi nazipata kupitia maisha yanayonizunguka kila siku. Mfano, naweza nikaamua kuchora, labda nimepita mtaani nimekutana na mama kabeba matunda. Kuna kabeba matunda, na maana kuna familia na survive kupitia biashara ya matunda. Kwa hiyo lazima nitaportray biashara ya matunda kulingana na kitu ambacho nimekutana nacho kwenye maisha ya kila siku. Okay. Na unaposema za Kitanzania, mtu anaweza kawaza kwamba kuna sanaa ya Kitanzania, kuna sanaa nyingine. Sanaa ya Kitanzania ni ipi? Yani portrait za Kitanzania zinakuwa vipi? Ni katika mtindo, okay, ni katika rangi ya watu, ni katika nini? Okay. Mazingira, ni katika nini? Katika rangi na mazingira ya Kitanzania. Okay. Yeah. All right. Rangi na mazingira ya Kitanzania. Okay. Asante. Tupe kidogo background yako. Safari imeanza vipi katika swala zima la kuchora, hasa katika uchoraji?
Okay, safari yangu ya usanii ilianza wakati niko mdogo. Nimekuwa inspired na wakati tupo watoto tulikuwa tuna mchezo mmoja tunasema baba mdogo kasema tuchore kitu kinachoitwa. So kama itakuwa ni chai, tutachora chai pale chini na tutakapomaliza kila mmoja atawekewa vyema kama atakuwa amepatia, na kama utakuwa umekosea pia utawekewa kosa. So safari yangu ya usanii ilianzia hapo. Nimekuwa inspired na kupitia huo mchezo, nimekuwa nikiwa napenda kuchora. Pia kadri nilivyoendelea kukua, nilipoanza masomo ya primary, kuna rafiki yangu mmoja, yeye babake alikuwa ana elimu nyingi sana, kwa hiyo alikuwa analeta zile elimu tunachora watu wetu wa karibu, mazingira yanayotuzunguka kiujumla. So sana yangu ya uchoraji ikawa imeanzia hapo mpaka leo. Okay. Na kulikuwa kuna haya mazingira ambayo alikufanya ni mtu gani na mimi alikusukuma zaidi akakufanya, ama ulivutiwa na nani, ama mwanzo wa sanaa ilikuwaje, kusema ni kitu gani ambacho unaweza kusema kwamba huli alihusika katika kukusukuma kuanza kazi yako ya uchoraji? Okay, sanaa ya uchoraji kwanza kabisa mimi mwenyewe nilikuwa nilitokea kuipenda. Nilitokea kupenda, kwani unaweza kurepresent mawazo mengi ambayo unakuwa nayo kwa kuyachora kwenye karatasi. Inakuwa ni rahisi wewe kujirepresent huyu lakini pia familia yangu imekuwa ikinisupport sana, kwa maana hata rangi zangu za kwanza nilipewa hela na mjomba wangu amenunulia. Mama yangu pia alikuwa yuko nyuma ana support kila movement ninayoifanya. Okay. Kama unajiunga nami, naitwa Mbelo Bandio kutoka Bassville, Maryland, ambako tunaunganisha jamii nyumbani na ugenini, na leo kipindi cha Dondoo na Reggae. Tuko katika dhana tofauti. Sanaa ni sauti, reggae ni rangi ya ukombozi. Ndio theme ambayo tuko nayo katika siku yetu ya leo katika kipindi, na kama ambavyo unaweza kuona niko na Said Sadiki, amekuwa mkarimu kujiunga nasi kwa Zoom kutoka Dar es Salaam, Tanzania, ambako anafanya ile anaita visual artist, kwa maana ya sanaa ya uoni, na amejikita zaidi katika cleric kama ambavyo unaweza kuona hapo nyuma yake, na atakuja kutueleza anapatikana vipi, anapatikana wapi, na namna ambavyo unaweza ukafanya booking. Sasa kwenye uchoraji kuna, kwa mfano kwenye upigaji wa picha kuna vitu mbalimbali. Kuna mtu anasema kwamba mimi napiga picha za harusi, mwingine anasema mimi napiga picha za mazingira, mimi napiga picha za aina fulani. Wewe unaweza ukasema sanaa yako imejikita katika nini? Kuna watu wanaofanya sanaa za uchoraji wa labda mazingira tu, wengine wanachora wanyama. Wewe unafanya uchoraji wa nini, na nini kinakuvutia zaidi kwenye kazi yako ya uchoraji? Okay, kwanza kabisa mimi nafanya storytelling, na nachanganya mfumo wa classical oil painting ya zamani na modern storytelling za Kitanzania na Kiafrika. Na mara nyingi kabisa huwa napenda close up detail, kwa maana ni vitu ambavyo watu wengi huwa hawavizingatii lakini vinakuwepo katika picha. Ukikuta mtu labda amechora watu wanalima shambani, mimi nitafocus na lile jembe linalolima udongo. So yani mara nyingi huwa napenda kuchora close up details, kwa maana ni vitu ambavyo vipo katika mazingira lakini mara nyingi watu hawavizingatii. So huwa napenda kuvichora kwa maana vinaonyesha ukubwa wa tukio linalokuwa linafanyika kupitia kitu kidogo. Utakapoliona jembe linachimba, lazima umwazi moja kwa moja kuna mtu kalishikilia jembe. Haliwezi kuwa linajilima lenyewe, na mtu anaokuwa ameshikilia jembe lazima anakuwa na passion na anapenda kile kitu anachokifanya. So mimi storytelling kupitia canvas, na mara nyingi nachagua close up details. Kama ilivyo hapa tunavyozungumza bana, kuna mic. Kwa mimi instead ya kuchora labda mtu amekaa katika studio na mic, mimi nitafocus na mdomo na mic. Mtu atakiona pamoja kwa moja atazungumza, na kwamba najua kabisa this is a studio and someone is anatupatia kitu kutoka mdomoni mwake. Hii ni kitu ambacho ndivyo vilianza hivi, au una develop vipi idea, una develop vipi discipline ya kusema kwamba nitafocus na detail fulani ambayo itavuta maelezo ama itatell story ya kilichopo behind, kwa maana kwamba tunasema nini, kama umesikia honi na maana kuna aliyepiga ama kuna chombo cha usafiri. Kwa hiyo ni kitu gani ambacho, ama ni lini ambapo unakumbuka ulianza kwenda na detail katika storytelling? Okay, kitu kilicho nisukuma kwanza kabisa kufanya close up detail ni kulingana na mazingira na tasnia yetu kiujumla jinsi ilivyo. Watu wengi wanachora picha. Sasa tunachora wengi portrait, wasanii wengi wanachora portrait na katika viwango tofauti na viwango vya juu. So lazima utafute key ambayo itakwenda kutofautisha wewe kama msanii na kitu ambacho kitakuwa kinakupa sauti yako. So nikachagua close up detail, kwa maana nimekuwa ni fan ninayependa sana vitu ambavyo vinakuwa vipo katika mazingira lakini havizingatiwi. Kwa hiyo katika hali ya kujitofautisha nikajikuta ninachagua close up detail, kwa maana ni vitu ambavyo vipo katika mazingira lakini watu wengi huwa hawavioni na hawavichoi. Wanapotaka kurepresent mawazo na represent wazo kiujumla. Sasa mimi na represent small thing iliweze kukaribisha mjadala wa kitu kikubwa ambacho kiko nyuma ya kitu fulani. Uchaguzi wa rangi, sisi tunapokuwa kwa mfano kwa
kwa ambao kwenye muziki utakuta kwamba anayepiga gitaa kama ndio mtunzi, basi gitaa linaweza likachukua nafasi kubwa sana. Wewe unafikiri mchanganyiko wa rangi kwako uko vipi? Kwa maana kwamba kuna rangi ambazo unazipendelea zaidi, kuna rangi ambazo unaamini huwa zina mvuto zaidi katika kutell hiyo story yako, ama nini huwa unazingatia katika uchaguzi wako wa rangi? Uchaguzi wangu wa rangi, kwanza kabisa huwa mimi ni mtu nayependa classical oil painting ya zamani. Kwa mara nyingi rangi zangu zinakuwa ni A-stones na rangi za A-stone ambazo zinakuwa na vibe ya zamani, kwa maana napenda sana vitu vya zamani. Okay. Kwa uchaguzi wangu wa rangi mara nyingi unakuwa umebase katika rangi ambazo zitakuwa zinaonyesha maadhi ya vintage. Kwa mara nyingi huwa na prefer rangi za vintage katika kurepresent michoro yangu mbalimbali. All right. Okay. Nachagua kuirepresent dhahabu kupitia kale. Okay. Yeah. All right. Kabla jana kusikiliza muziki, hebu tuambie unajua kiasi gani ama unafuatilia kiasi gani ama ni mpenzi kiasi gani wa reggae, na katika sanaa yako ya uchoraji reggae ina nafasi gani? Okay. Reggae ina nafasi kubwa kwanza kwenye sanaa yangu, maana ndo muziki ninaoupenda. Nimekuwa nikiusikiliza, mamangu ni mfano wa reggae mkubwa sana. Okay. Kwa nikisikiliza nyimbo za Lucky Dube, maana mamangu anapenda sana Lucky Dube. Kwa hiyo nimekuwa nikisikiliza na inaendelea kunipush. Napokuwa nafanya kazi, napokuwa natembea kurudi nyumbani, nakuwa nasikiliza reggae. Naporudi nyumbani lazima nisikilize I'm Coming Home ya Morgan Heritage. Napokuwa nafanya kazi, kuna tegemea na vibe nitakalokuwa nalo hiyo siku, nitakuwa nasikiliza nyimbo kulingana na vibe usiku. Every morning lazima usikilize Rasta Wake Up. Okay. Ambao tunapenda ndio ambao tutakuja kufungulia nayo kwa siku ya leo. Haya, tuambie Rasta Wake Up, chaguo lako la kwanza. Kwa nini umechagua Rasta Wake Up? Okay, Rasta Wake Up kwa maana ni nyimbo inayokukumbusha kwamba you have to keep moving. You don't supposed to sleep. Unatakiwa ufanye movement, lazima uamke ukapambane na dunia, ukajaribu kuongea na dunia, ukajaribu kuona makubwa ya dunia na kila kitu. You supposed to wake up. Nini unakumbuka unaposikia wimbo huu? Kuna kitu ambacho unakumbuka? Kuna dedication yote? Kuna mtu ambaye unamkumbuka? Kuna tukio ambalo unalikumbuka? Unajua kuna baadhi yetu sisi wa miaka ile, kuna wakati tunasikiza wimbo fulani unakumbuka kipindi hiki ilikuwa ni saa 6 mchana, tumetoka shuleni, tumevaa chachacha, jua ni kali na mambo kama hayo. Rasta Wake Up unapoisikia wewe inakurudisha wapi na inakukumbusha nini? Okay, Rasta Wake Up mara nyingi mimi nasikiliza nyimbo kulingana na ujumbe, lakini pia nyimbo mara nyingi huwa inanifanya tu unavyokuwa naamka nijue kabisa kwamba kuna kitu cha kutimiza natakiwa nikakifanye. Kwa mara nyingi huwa ni nyimbo ambayo inanikumbusha natakiwa uamke, utakiwa kulala. Unajua? Ya kwa natakiwa niamke nikapambane. Kwa ni kitu ambacho kinakuwa kinanikumbusha mara nyingi sana labda wakati niko mdogo. Unajua kwa lazima uamke saa 11, saa 12 uende shule, hapo unanuna. Lakini ukisikiza ile Rasta Wake Up sometimes nafikiri inanipa hiyo memory za nyuma kwamba nilikuwa naambiwa niamke nikasome, naanza kununa, na sasa hivi nimekuwa mtu mzima, lazima niamke. Na hakuna cause inanifanya ni nani zaidi ya hiyo nyimbo. Kwa mara nyingi inakuwa inanipush. Hii ni Kwanza Radio. Anaitwa Senzo ndiye ambaye anakuja hapa akifungua katika playlist ya kwanza, kama ambavyo imekuwa desturi kwetu. Hizi ni playlist ambazo zinakuwa zimechaguliwa na mgeni wetu, na siku ya leo Saidi amesema kwamba tunaanza na Rasta Wake Up. Umesikia story behind it? Yes, alafu tutakuja kurejea muda si mrefu sana tutarejea. Tuende kuangalia nyimbo kadhaa, kisha tuende tuangalie sanaa kama kioo cha maisha. Naitwa Mbele Mandio. Upande wa pili kutoka Dar es Salaam Tanzania niko na Said Sadiq. Rasta Wake Up. Rolling like a thunder.